Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu, ili niweze kukueleza msikilizaji na kukufahamisha kuhusu yale ambayo yameweza kutendeka katika taifa la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ninayoipata msikilizaji ni kwamba kuna mkosoaji wa serikali ya Tanzania ambaye ameokolewa baada ya kutekwa nchini Kenya. Bwana huyu amekuwa katika mstari wa mbele katika kukemea matukio ya Oktoba 29 na matukio yaliyofuata uchaguzi mkuu ulioweza kufanyika nchini Tanzania, ambaye kwamba viongozi wa serikali ya Tanzania wameweza kutumana kwamba atekwe, kwa maana huyu alitorokea nchini Kenya na bila shaka anaendelea na shughuli zake za wanaharakati, ama anaendelesha wanaharakati wake akiwa nchini Kenya, kwa sababu sio salama kuwa Tanzania, na akaweza kuendelea na shughuli hiyo. Sasa siku ya jana, msikilizaji, bwana huyu amepata kutekwa na akawa anarudishwa nchini Tanzania, lakini baada ya polisi wa Kenya kupata taarifa kwamba bwana huyu ametekwa na anarejeshwa Tanzania, wakapata kumuokoa kabla ya kufika kwenye boda ya Kenya na Tanzania na kumrudisha nchini Kenya. Sasa msikilizaji, hebu nikusomee taarifa hii kisha tupate kuichambua na tupate kupata kiini cha taarifa hii. Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International limesema mwanaharakati wa Kitanzania Mshabaha Hamza alitekwa nchini Kenya kunradhi, lakini akaokolewa kabla ya kurejeshwa kwa nguvu za Tanzania. Yaani bwana huyu alitekwa nchini Kenya. Elewa kama tu taifa lolote, shughuli za kawaida zinaendelea pale, unaendelea na shughuli zako za kila siku, ni rahisi kutekwa, ni rahisi kunyakuliwa. Kwa hivyo bwana huyu ameweza kutekwa nchini Kenya na alikuwa anarejeshwa kwa nguvu za nchi ya Tanzania. Lakini sasa kuna shirika hili la Amnesty International ambalo limesema kwamba Mshabaha Hamza alitekwa nchini Kenya lakini akaokolewa kabla ya kurejeshwa kwa nguvu za Tanzania. Hamza aliyekuwa uhamishoni kwa miaka 4 na mkosoaji mkubwa wa vurugu za Oktoba 29 alitupwa Lukenya akiwa amepoteza fahamu baada ya kupambana na watekaji. Msikilizaji, eneo hili la Lukenya lipo nchini Kenya, mazingira ya Busia ama mkoa kama huo nafikiria. Kwa hivyo bwana huyu alitupwa katika eneo hilo baada ya kuteswa na baada ya kupambana sana na watekaji, kwa sababu kifungu hiki kimesema kwamba bwana huyu amekuwa uhamishoni kwa miaka 4, kwa hivyo ameishi Kenya kwa miaka 4 na yeye ni mkosoaji mkubwa wa vurugu za Oktoba 29. Sasa bwana huyu alitupwa eneo hili la Lukenya akiwa amepoteza fahamu baada ya kupambana na watekaji. Kisha polisi nchini Kenya iliwakamata washukiwa 3 wanaodaiwa kutaka kumrudisha Tanzania. Na tukio hilo msikilizaji, sasa linaibua maswali mengi kuhusu usalama wa watetezi wa haki za kibinadamu katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa jumla. Kitendo cha polisi wa nchini Kenya kuwakamata 3 hao wanaodaiwa kuwa kumrudisha Tanzania
ambao pia jeshi la polisi nchini Kenya halijaweza kuachilia taarifa zao rasmi kwamba ni kipi kimeendelea. Inaonekana kwamba ingewezekana bwana huyu asiokolewe kabla ya kurudishwa nchini Tanzania, ingekuwa tu ni kama stori zingine ambazo tunazisikia kwamba bwana yule alitekwa akapatikana ametupwa sehemu fulani na ndio hivyo mambo yake yakaisha. Sasa taarifa hii inasema kwamba vyombo vya usalama vya Kenya vimewakamata watu 3 wasiojulikana kutokea nchini Tanzania wakiwa na shauku ya kumteka mwanaharakati wa Tanzania aliyekimbilia Kenya. Inaeleza kwamba watu hao walipewa maelekezo ya kutekeleza utekaji huo ili kumpeleka mwanaharakati huyo upande wa Tanzania, lakini jaribio hilo lilizimwa na watekaji hao walishikiliwa na vyombo vya usalama vya Kenya. Msikilizaji, ina maana mpaka sasa hawa watekaji bado wanashikiliwa na vyombo vya usalama vya Kenya, ikiwa hawajaweza kujieleza fika kwamba walikuja kufanya shughuli hizi za utekaji kwa sababu gani. Lakini kikubwa ambacho kimeelezwa pale kwamba bwana huyu Hamza aliweza kuokolewa na jeshi la polisi, na kwa hivyo yeye sio mateka tena wa watekaji hao waliotoka Tanzania na kuja kusababisha utekaji nchini Kenya. Sasa msikilizaji, mustakabali wa taifa ni upi ikiwa inapotokea tu kwamba unasimama na kutetea wananchi, ama unapoweka msimamo wako kwa msingi wa wananchi na kutetea tu haki za kibinadamu kwa jumla, linakuwa ni suala kubwa ambalo serikali hailipendi, kiasi kwamba hata ikiwa uko uhamishoni ama uko tu sehemu tofauti ambayo sio Tanzania, wanahakikisha kwamba umetafutwa, umetekwa. Kile ambacho kitaweza kukutokea hatujui, bila shaka msikilizaji, kwa sababu ni watu wachache ambao waliweza kutekwa na kisha baadaye wakapata nafasi ya kujiondoa katika kwa watekaji bila shaka, na kupata nafasi ya kuzungumza tena na umma na kueleza kile ambacho kilitolewa ama kilitokea. Bila shaka kama bwana yule ambaye aliweza kusema kwamba alitekwa na Mafuele alikuwepo pale, wakamtesa, walitaka kumuua, na kwa hivyo walimjeruhi vibaya na wakamtupa katika pori la wanyama ili apate kushambuliwa na wanyama, aliwe na kesi yake ipotee kabisa. Lakini kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu akapata njia ya kutoka pale, akajisaidia na akatoroka Tanzania. Kwa hivyo hali inavyotokea ukitekwa, yani ama unaposhikiliwa na watu wasiojulikana, bila shaka watu wasiojulikana ni wagani, lakini na hatuoni serikali ikipinga sana watu hao wasiojulikana. Hatuoni ikipinga hizi shughuli zao za kuendelesha utekaji. Hawatafutwi, hakuna kinachowatokea hata baada ya majina yao kutajwa na watu ambao wamehusika ama watu ambao wametekwa. Bila shaka msikilizaji, kwa mataifa ambayo yameendelea, jina lako likiweza kutajwa katika kashfa kama ile, bila shaka unachukuliwa hatua mara kwa moja, unachunguzwa na wanahakikisha kwamba kilichosemwa dhidi yako ni kweli ama ni uongo, na mara hiyo hiyo unaachishwa kazi na unaingia chini ya uchunguzi wa vyombo vya usalama ili kuhakikisha kwamba
wananchi wapo salama kuendelea kuwa nawe kama mtu ambaye ni huru, jambo ambalo hatulioni sana katika mataifa ya Afrika Mashariki. Na sasa mataifa haya yameruhusu shughuli hizi za utekaji kuendelea bila kuonekana kama ni jambo kubwa. Msikilizaji, endeleeni kutufuatilia kwa maana ya kuendelea kujifahamisha yale ambayo yanatokea na kupata taarifa zetu punde tu zinapotokea. Jina langu ni Presenter Guton. Endelea kutia subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia na kupata taarifa zetu punde zinapotokea.